wanasema Simba ni lidude likubwa, watu walikuwa wakichukulia poa. Ukisikia wala Simba ni lidude likubwa, watu waga wanachukulia poa, kwa maana labda kwa sababu labda uwanjani hawajachukua kombe la Afrika na vitu kama hivyo, lakini thamani ya klabu ya Simba ni kubwa, kwa sababu kama leo hii Jairut wanaweka bilioni 38 kwa ajili tu ya jezi, na hapo ndani kwenye mkataba umeona kitu ambacho anakifanya ni kwamba watawajengea Simba uwanja wa mpira wa miguu ambao utakuwa na capacity ya mashabiki elfu kumi. Unaona bana, lakini wakati huo pia bado watawapatia basi la kisasa kabisa aina ya Iriza. Kwa hiyo kuna vitu vinashtua kwenye ule mkataba. Mimi mwenyewe nilikuwa namwangalia yule mwamba wakati anazungumza, sasa jamaa ila wanatoa wapi bilioni 38? Mzee, sio mchezo, na imeshtua nchi kusema kweli, kwa sababu ni kitu ambacho watu wengi hatukutarajia. Tumeona Simba kwa msimu wao wakati anaingia Fred Vunjabei aliweka bilioni 2, baadaye Sunderland the only one anaweka bilioni 4. Unaona kutoka bilioni 4 hadi bilioni 38 sio joke, ni hela nyingi sana, na hiyo ni kwa miaka mitano, kwa maana Simba wana uhakika kwa mwaka kupokea bilioni 7 kila mwaka. Kwa hiyo niseme tu kwamba hiki ambacho Simba amekifanya kwanza ni kubwa sana, kwa sababu wamekuza brand yao, wamepambana na klabu hiyo, kwa sababu wamekuwa wakifika kimataifa, na hiyo yote ni kwa sababu wao wamekuwa na hiyo consistency ya kufika kimataifa, hasa kwa upande wa robo finali. Wameenda 4 za CAF Champions League, 2 za Confederation, kitu ambacho vilabu vingine vinakuwa vina struggle sana, lakini wakati huo pia wakichukua ubingwa back to back. Ukiachana na ligi, kimataifa wamekuwa kitamba sana. Sasa wao wenyewe Jairut wanafahamu kwamba wanapokuwa wanaweka pesa yao Simba, return yao wataipata kwa haraka, kwa sababu Simba wanakuwa wanaenda kimataifa zaidi. Kwa msimu huu naona wamefika hadi hatua nusu finali, bado wana uhakika wa kufika pia finali. Kwa hiyo msimu ujao pia Simba wana uhakika wa kwenda CAF Champions League. Kwa hiyo wanaamini ya kwamba hiki ambacho wanakifanya kitawapa mrejesho mkubwa sana hapo baadaye, lakini lazima upongeze Simba kwa sababu hii ni kubwa zaidi kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki. Haijawahi kutokea kuona kwamba mzabuni tu wa masuala ya jezi anaweka bilioni 38, huku kwenye mkataba kuna vifungu vya kuwekewa labda kujengewa uwanja, mashabiki 10,000, uletewa gari la Iriza. Simba alikuwa anateseka, kuna kipindi niko kwenye bango hilo au wako watu wa Simba hapa karibu. Kuna kipindi Simba basi lao lilipata changamoto, unakumbuka? Wakawa wachezaji wanaenda uwanjani na Costa, yani basi ilikuwa la changamoto, na baadaye tukawa nauliza basi la Simba liko wapi bwana, na vitu kama hivyo. Sasa hivi wanatoka kwenye basi ile ambao walikuwa wanaitumia, sasa hivi wanaenda kwenye Iriza, na wana deserve of course. Klabu kama Simba wanapaswa kuwa na basi la kisasa Iriza, yani Azam wana Iriza alafu Simba hawana. Sasa Simba anaenda kuwa na Iriza alafu toleo la mwaka wa mbele kabisa. Kwa hiyo unaweza kaamini hilo kwamba brand wameilinda na wamepambana kweli kweli kuhakikisha brand yao inakuwa kubwa, na leo hii unaona watu wanaweka mipesa mingi kweli kweli. Sasa hii ukisikia kwamba kuna watu wanapaswa kuiga, waige. Mimi kila mara nawaambiaga nikisema Yanga waige vitu ambavyo Simba wanafanya, watu wananipiga mawe, wanasema wewe bwana umetumwa, wewe bwana umepewa tiketi ya ndege, wewe bwana maneno kibao. Lakini mwisho wa siku leo watu wanajionea haya mambo tunayozungumza kila wakati, ni kwamba hayaji tu by fluke. Haya ni mambo ambayo yanafanyika taratibu kimchakato, na wanaenda taratibu, lakini leo hii unaona watu wana cement ubora wao kila kukicha kwenye michuano ya kimataifa. Watu wanaendelea kupalilia brand walionayo, haishuki. Yani wakienda robo finali, sio kwamba leo umeenda robo finali kesho umeenda zako umeshia tu makundi. Haiwezekani. Ili uweze kuwa mkubwa lazima upambane na giant, lazima uendelee kuprotect uwanja wa Benjamin Mkapa. Yoyote anayekuja anapasuka. Leo hii unaona mtu anaweka pale bilioni 38 brother, sio mchezo, ni hela nyingi sana, lakini swala la uwanja kwangu ndio kitu kikubwa kuliko vitu vyote ambavyo vimezungumzwa pale. Simba na Yanga kukosa uwanja wao tu wa mpira wa miguu ni aibu kweli kweli, yani ni fedheha. Unakosa uwanja, mnashindana, mmoja anatoka Chamazi wanaenda kugombania uwanja wa KMC. Brother, uwanja wa KMC wenyewe ule juzi ndio kuongea pale kwamba waandishi wa habari wenyewe tuthaminiwi, tunapaa tu la kutukinga na jua hakuna. Leo hii Simba wanaenda kujengewa uwanja, na hawa jamaa wako very serious kwa namna ambavyo wamezungumza. Naamini wanaenda kujenga uwanja huo wa kisasa kabisa wa watu 10,000 ambao mashabiki wa Simba watakuwa na enjoy, hasa kwa hapa Dar es Salaam. Alizungumza mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba kwamba atakwenda kufanya uwekezaji mkubwa ndani ya Simba, lakini tumeona mpaka sasa yale ambayo aliyaahidi ni kwa pamoja na kutengeneza uwanja, lakini tumeona kama bado hajafikia kwenye ile progress ambayo alikuwa anataka kwenda kuifanya. Pengine labda tutarajie maneno tu ambayo huwa yanazungumzwa, lakini kwa swala la vitendo yanakuwa ni
kama vile Atli. Yeah, of course. Na kuna wakati ukisikiliza maneno ya hawa wafadhili na wawekezaji unaweza ukafurahi kwa sababu wanatia zaidi sukari katika mazungumzo. Hata engineers wakati anagombea anaomba nafasi ya urais pale Young Africans, aliwaambia cha kwanza atakachokifanya ni kujenga uwanja, lakini tumekuwa tukiona magreda tu yanapita pale anasawazisha, yanafanya levelize, lakini haoni chochote ambacho kinafanyika. Lakini kwa upande wa Mohamed Dewji, kuna mtu ambaye leo anaweza akampiga mawe Mohamed Dewji kwa sababu yeye hata kabla hajazungumza tayari ana viwanja viwili vya mazoezi pale Bunju. Niambie, Yanga wana uwanja wa mazoezi wapi? Simba tayari wana viwanja viwili vya mazoezi pale Bunju. Hawaendi kulipia uwanja ili wafanye mazoezi. Wamefanya progress, lakini leo hii wana kambi yao. Kwa hiyo kuna kitu ambacho wamekifanya. Inawezekana labda ilikuwa ni process zinaendelea, lakini kwa huyu ambaye ameingia Jairut ni wazi kwamba anaenda kutia chachu kwenye kupalilia mkataba wake, kwa sababu unajua katika mikataba pale kuna vifungu na vipengele ambavyo lazima uvifanikishe kwa short term and long term plan. Unajua kuna short term na long term plan kwenye mkataba wako. Ili mkataba uwe na maturity, kwa maana umachue, lazima ufanye vitu vya msingi kwenye mkataba wako. Cha kwanza, ukiachana tu na kuleta jezi pamoja na mechanism tofauti sijui na brand zote zile, lazima uhakikishe iriza inaingia mjini. Na amesema hiyo ni kitu cha kwanza, lakini watu wanataka kuona uwanja, kwa sababu uwanja ni kitu ambacho hakihamishiki kwa klabu, yani itabaki pale pale vizazi na vizazi, sio? Kwa hiyo katika vitu ambavyo wanapaswa kufanya kwa haraka zaidi ni uwanja, ili kuhakikisha unaendelea kumaintain mkataba wako, lazima uhakikishe hilo, kwa sababu ni miaka mitano of course. Na ukiangalia hapo kutakuwa kuna watu wengine wananyemelea hii tena. Niliambiwa kuna watu wengi sana waliingia hapa, lakini huyu mwamba Jairut kwanza, kwa sababu anatoka pia Tanzania, alipewa priority. Sasa kama atafeli hapo, ina maana kuna watu wataingia hapa na kuja kutake over. So to me, naamini katika vitu ambavyo anajua vitapalilia mkataba wake vizuri, vitaflourish, yani vitamwagilia maji vizuri, ni kujenga uwanja, lakini pia na kufanya vitu vya msingi. Mimi nataka tujadili hili kwa pamoja. Wakati akiondoka alisema kuna kitu ambacho atakwenda kuwapa furaha wana Simba, na katika kila mwisho wa msimu alisema kila mwanzo wa msimu atakwenda kusajili mchezaji mmoja ambaye wana Simba watakuwa wanamtaka. Nani alisema? Yeye mwenyewe Jairut, okay, alipokuwa akizungumza. Kipaumbele sahihi kwa watu wa Simba ni kumuona namba 10 mzawa akitua katika viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba. Thamani ya mchezaji ni zaidi ya bilioni 1.2 kwa mujibu wa Azam FC walivyotoa thamani ya mchezaji wao. Wanaona mwekezaji anaweza kwenda kuwapa furaha wana Simba zaidi ya bilioni 1.2 kwa msimu unaofuata, ambao wana Simba wanahitaji kipenzi namba 10 mzawa kutokea katika ardhi ya Tanzania. Swali lako liko nje sana. Swali lako liko nje sana of course, kwa sababu huyu ni mzabuni wa masuala ya jezi. Amekuwekea vipengele vyake, kuna vitu ambavyo atavifanya pale. Lakini kama Simba atakuwa anahitaji msaada wa kusaidiwa, labda kumtafuta kumpata Faisal Salum, anaweza kufanya hilo, lakini tumi sitaki kuamini kwamba hayo ni majukumu yake. Majukumu ya mwekezaji wa klabu ya Simba mwenye bilioni 20 zake ni Mohamed Dewji. When it comes kwenye kufanya swala la usajili na kutafuta mchezaji ambaye ana deserve kucheza kwa klabu ya Simba kwa sababu mafanikio na mataji, kwa sababu mara zote amekuwa akisema shabaha yangu ni kuona Simba inafika fainali ya kuchukua ubingwa wa Afrika. Huwezi ukachukua ubingwa wa Afrika kama baadhi ya maeneo una magepu. Mfano kama eneo la namba 10 Simba, hiyo shida ipo. Jean Chaza huwa of course ni mchezaji wa namba, lakini hakupi uhakika wa kutoa pasi za mwisho katika mechi kubwa kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia. Kwa hiyo Faisal Salum, one of the best playmaker kwa sasa kwenye nchi. Nimesikia hapo katikati Yanga nayo sasa hivi wanataka kumrejesha, wamwekee heshima na vitu kama hivyo, lakini Simba wao tayari walishafika hadi kwa mzee Said Bakresa, maana tunamtaka kijana. Na Faisal Salum mapenzi yake sasa hivi yako Simba, anatamani sana aende Simba ili akanufaike zaidi kwenda kucheza zaidi katika hatua kubwa, hasa kwa upande wa michuano ya CAF. Kwa kwangu mimi naamini kama watahitaji msaada kwa Jairut wanaweza wakapata, kwa sababu bilioni 1.2 kwa Simba ni hela ndogo. Imagine huyu hapa mwamba anaweka bilioni 38. Sasa akichukua duka pale kidogo pale akatukia pale kwa ajili ya kumweka Faisal na shirika vipi. Kwa kwangu mimi hivyo ni vitu minor sana, vitu vidogo ambavyo vinawezekana. Sasa hivi tuache kwanza tuone mikataba yao wanafanya nini, wanahakisha wanafanya vitu vya msingi ambavyo wameamua kulifanya kwa sasa. Kwa hiyo msimu tutarajia anaanza kucheza msimu. Msimu ukiisha Faisal hawezi kucheza Azam, na kama msimu ukiisha Faisal akicheza Azam nipewa adhabu yoyote bana. Yaani kama Faisal atabaki Azam FC msimu ujao, mimi kama Friji Bovu nipewe adhabu yoyote. Yaani naona kabisa Faisal Salum mapenzi yake sasa hivi yako kwenda kucheza Simba Sports Club. Anaitaka sana Simba. Ingawa nimeambiwa Yanga ameweka milioni 750, lakini kuna milioni 40 ya mshahara. Wakati huo sasa Simba wanatumia nguvu ya bilionea, mzee mwenyewe tajiri Salim Said Bakresa. Sasa
watashindana na mzee Salim Said Bakresa ama na pesa, kwa sababu kama ni swala la pesa, yule mzee Salim Said Bakresa akiamua kulisha Tanzania miaka 10 mfululizo analisha na hautasikia njaa kwa mtu yoyote. Kwa hiyo kama aliweza kumpa John Raphael Boko, akampa Aishi Manula, akampa Erasto Nyoni, unaona bwana, akampa Shomari Kapombe, na Simba akaenda kuchukua mataji misimu 4 mfululizo. Simba akaenda michuano ya kimataifa misimu 6 hadi 7. Shomari Kapombe yuko ndani, Aishi Manula na pamoja na John Raphael Boko. Why not ashindwe kumtafutia nafasi Faisal Salum aende akacheze? So to me, mimi naamini swala la muda tu. Faisal kwa yote aliyofanyiwa, yeye mwenyewe alisema kama Yanga wananitaka waende kwa akazungumze na mama. So kama mama yake kipenzi atakubali Faisal Salum akacheze in Africans, itakuwa ni juu yao, lakini kejeli, kadhia na mambo mengi aliyofanyiwa, kama atarudisha moyo nyuma itakuwa ni yeye. Lakini to me, naweza nikaisema tena hii kama Fejibo, Faisal Salum leo hii kwa uwezo alionao, kwa age alionayo, spirit ya upambanaji alionayo, quality yake na klasi yake, hadi deserve kucheza Tanzania. Na kama atataka kucheza Tanzania, now it's time kwenda kucheza Simba, kwa sababu Yanga ameshacheza, hakuna kipya chini ya jua. Utaenda kucheza Young Africans ili kuachieve kitu gani? Kwa sababu tayari ulishacheza, ulishawasaidia, ulishafanya makubwa kwa kipindi kile. Lakini leo hii unaenda Simba, wewe unategemea kila msimu unafika robo finali, kila msimu unafika nusu finali. Unategemea lazima utaenda kutangazwa zaidi, utaenda mbali zaidi. Na faida atakayoenda kupata Simba ni kwamba hata kuwa akibaniwa labda akitaka kwenda kucheza sehemu fulani. Simba wamekuwa ni wanaruhusu sana wachezaji. Wachezaji wakihitajika na vilabu vingine, Simba amekuwa akitoa hiyo option ya kuachia wakaenda kucheza. So to me, naamini mwisho wa msimu itazungumza, lakini yote kwa yote nasema tena nipatie adhabu ninyi waandishi wa habari, ndugu zangu, kama Faisal atasalia pale Azam FC msimu ujao.